kwa kuja na kupata maoni yangu kuhusiana na mustakabali wa soka letu la Tanzania. Unajua mpira wa Tanzania kwa miaka mingi umeendeshwa kihuni sana. Na serikali ilikuwa haijajua kwamba kwenye mpira kwanza mpira una influence kubwa sana katika nchi. Lakini kwa miongo mingi sana serikali imekuwa kama imejitoa kwenye mpira na kuachia watu wahuni tu waendeshe ule mpira. Sasa ndo wameanza kustuka kwamba kumbe mpira wetu unahitaji kulindwa, mpira wetu unahitaji kusimamiwa na kutoa maelekezo kama serikali ili tuweze kufikia malengo kama mataifa mengine ambayo yamefikia malengo. Kwa sababu unapotengeneza soka lako la Tanzania, hususan timu mbili hizi kubwa za Simba na Yanga, ukazijenga kwenye misingi ya kuheshimu taratibu, sheria na miiko ya mpira, maana unakuwa unatengeneza timu ya taifa nzuri, kuanzia kwenye vijana mpaka timu ya taifa ya wakubwa. Lakini ukiuterekeza huu mpira na ukaziona Simba na Yanga kama ni watu wa kupita tu, ambao wanaweza kujiendesha wenyewe bila kuelekezwa, maana ni kwamba tutakuwa tunaharibu mpira wetu. Watu wote katika nchi hii tuna dini mbili tu kubwa ambazo ni Simba na Yanga. Kuwa katika dini hizo haimaanishi kuvunja sheria. Lakini jambo kubwa sana ambalo mimi nimeliona, tatizo kubwa liko TFF. Liko TFF kwa sababu wanaoendesha mpira wa nchi yetu ndio wana entertain makundi, uvunjifu wa sheria kwenye mpira, na mpira uonekane kwamba ni sehemu ya wahuni, wakati mpira ni kati ya michezo ambayo ina nguvu sana duniani, ina nguvu sana ulimwenguni. TFF pale nashauri serikali ingepaangalia kwa jicho la pekee pale TFF. TFF ni sehemu ya vyama vya michezo ambavyo viko chini ya Baraza la Michezo la Taifa. Mwenyekiti wake ni Leodegar Chiratenga ambaye aliwahi kuwa mchezaji wa timu ya taifa ya Tanzania, Pan Africa na hata Yanga. Leodegar Tenga ndiye muasisi wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, TFF. Kwa maana hiyo tunaweza tukamuita kwamba Leodegar Tenga ndiyo baba wa misingi bora ya mpira wa Tanzania. Asijiweke pembeni. Nilichokigundua ni kwamba Leodegar Tenga, mwenyekiti wa Baraza la Taifa la Michezo, amejiweka pembeni, jambo ambalo ni baya sana. Wanaendesha mpira pale TFF kana kwamba TFF hakuna chombo kinachoisimamia. Chombo kikubwa cha serikali kinachoisimamia TFF na vyama vingine vyote vya mpira, vya michezo, sio vya michezo, ni Baraza la Michezo la Taifa. Wakiona uongozi wa TFF unayumba, kuna migogoro, kuna kutoelewana, Baraza la Michezo la Taifa wana wajibu kikatiba na kisheria kuwaita TFF na hao wanaogombana nao na kuwakalisha kikao na kuambia bana, msifanye 1, 2, 3 kuokoa mpira wetu wa Tanzania. Chama cha ngumi kipo chini ya Baraza la Michezo la Taifa. Netball, Baraza la Michezo la Taifa. Volleyball, Baraza la Michezo la Taifa. Soka ambao mpira wa miguu Tanzania, TFF, Baraza la Michezo la Taifa. Vyote hivyo vinasimamiwa na Baraza la Michezo la Taifa chini ya Leodegar Tenga. Lakini ukienda mbali zaidi, ukitoka hapo kwenye Baraza la Michezo la Taifa, unakwenda kwenye Wizara ya Michezo na Utamaduni. Pale ndani kuna mkurugenzi anayehusika na michezo, Ali Mayai Tembele. Wote hao wamecheza mpira kwa ngazi kubwa kabisa za kimataifa na kitaifa. Sasa wizara, Ali Mayai kama mshauri mkuu, sehemu ya washauri wa Wizara ya Michezo na Utamaduni, anapaswa, kwa sababu yeye kacheza mpira, wale viongozi wake walio wengi pale kwenye Wizara ya Michezo
Kama sikosei, wengi hawajacheza mpira kwenye ngazi aliyofikia Ali Mayai na Leo Digatenga. Kwa hiyo wale wangeweza kuwashauri viongozi wao wa wizara namna ya kudili na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF. Kwa sababu wao wanao huo uwezo na wanao uelewa mpana wa michezo. Sasa unakuta TFF inajiendeshea, yani wao wanajiendesha wenyewe, utadhani hakuna anayewasimamia. Ni jambo la ajabu sana. Haiwezekani shirikisho la mpira wa Tanzania lenyewe ndio liwe juu ya sheria. Kuna wizara, kuna baraza, kuna vyama vya michezo TFF ikiwemo. Kwa hiyo lazima waheshimu tu misingi na taratibu, kwamba kama Wallace Karia na uongozi wake inaonekana wanakwenda nje ya misingi ya mpira wetu, mnawaita, mnawaambia no, tunataka tuende huko. Sasa nimemsikiliza mchambuzi Bini Kazumari. Nadhani mnanielewa nikisema hivyo. Bini Kazumari mnamuelewa? Mchambuzi wa mpira ni nani? Jemedari Saidi. Nimemsikia anawashauri TFF kwamba wapange ratiba ya dabi hii ya tarehe 15. Na TFF pia kweli wameitikia wito, wametoa ratiba kweli kabisa. Mimi nadhani tusiangalie upande mmoja. Simba walitoa malalamiko yao kwamba hatuwezi kuingiza timu uwanjani kwa sababu tumezuiwa na makomando wa Yanga kuingia ndani ya uwanja wa Taifa siku moja kabla ya dabi. Wakasema hatutocheza na ikiwezekana tutajitoa kwenye ligi ya Tanzania bara. Walisema hivyo Simba. TFF wakawasikiliza Simba, wakatoa taarifa yao rasmi, kwa sababu wasingetoa ile taarifa Simba angenyang'anywa pointi na angeshushwa daraja. Wakakimbia haraka kwenda kutoa taarifa hata isiyo rasmi kabisa. Mtu amekaa tu chumbani kwake anampigia pale secretary pale, wewe bwana hebu tangaza kwamba mechi ya Simba na Yanga TFF bodi ya ligi tumeahirisha. Mtu kakaa tu huko anakwenda kutoa taarifa ya ajabu. Haya, kama wana michezo tuliona ni jambo limeisha. Lakini sasa Rais Wallace Karia alikuja kutoa kauli ambayo ni tata sana kuhusiana na Yanga. Waliahirisha ule mchezo kwa maombi ya Simba, tena yasiyo rasmi. Ukisoma ule waraka wa Simba ama barua ya Simba walioeleza sababu za kutoshiriki hiyo mechi, ina utata sana. Walikosea tarehe, walikosea spellings, ilikuwa na makosa mengi ile barua ya Simba. Lakini TFF pamoja na makosa yale ya barua ile iliyokuwa content ndani ya barua ya Simba ilikuwa poor, very very poor. Lakini TFF hawakuiangalia. Haya, wakasema tumeahirisha huo mpira. Yanga wanaamini kwamba hakukuwa na sababu ya kuahirisha ule mchezo. Yanga wakapeleka timu uwanjani, pamoja na kwamba TFF walishaahirisha. Wakapeleka timu uwanjani, walitimiza wajibu wao. Leo na Yanga walitoa taarifa siku nyingi kwamba sisi hatuwezi kushiriki hiyo mechi. Tunachohitaji ni pointi 3. Na wamekwenda mbali zaidi, wamekwenda kasi imewarejesha TFF kwenye kamati ya maadili kama sikosei, kwamba mnaweza mkamalizana na hao. Yanga wamekwenda mbali zaidi, kama sikosei wameshakwenda FIFA. Wewe unatoa ratiba wakati bado hili sakata lipo. Na nakumbuka Kabudi, waziri wa michezo, aliziita hizi timu na wadau wote. Wamefikia wapi? Serikali imewaita wale watu na TFF imefikia wapi? Sasa Yanga wametoa taarifa rasmi kwamba hawatoshiriki hiyo dabi. Maybe labda wakutane kwenye CRDB final, Simba na Yanga watacheza, lakini sio dabi hiyo.
hawawezi kucheza. Na labda nitumie nafasi hii mimi kama mdau wa mpira, lakini pia shabiki kindakindaki wa Yanga. Maana mimi siwezi kujificha. Mimi watu wa Simba rafiki zangu wote wako Simba kule. Wanajua mimi ni Yanga na siwezi kujificha. Mimi ni mwananchi kabisa. Ndala, gongo wazi, yani sisi. Umeelewa bwana? Ninawaunga mkono viongozi wangu wa Yanga. 100% nawaunga mkono. Engineer Harris Saidi na ndugu yangu Arafat. Na waunga mkono 100% viongozi wangu wa Yanga kutopeleka timu uwanjani mpaka taratibu na haki za mpira wa Tanzania zitakapotazamwa. Naunga mkono. Mimi kama Cyprian Majura Msiba, mwanachama wa Yanga Afrika, naunga mkono kauli na maelekezo ya viongozi wetu wa Yanga kwamba hatupeleki timu uwanjani tarehe 15. Na Simba wakitaka wapeleke timu wakacheze na TFF na wachambuzi wao wa mpira. Yaani Jemedari Saidi watengeneze timu na TFF wakacheze hiyo mechi na Simba. Ndio iwe dabi. Sisi Yanga tumeshamaliza hiyo dabi. Tunasubiri dabi ya CRDB kama wataingiza timu hapo tujue cha kufanya. Lakini lazima tuheshimu mpira wa dunia. Mpira ni mali ya dunia, ni mali ya Afrika, ni mali ya Tanzania. Lazima tuheshimu mpira. Mpira sio uhuni tu. Yaani ndani ya mpira humu kuna wahuni tu wanakwenda pale wanafanya uhuni. Wakati leo Digatenga ni rais wa TFF kama muasisi wa hilo shirikisho, hatukuwahi kuona mambo ya ajabu kama haya yanayofanyika pale TFF. Na mimi naamini leo Digachira Tenga amepelekwa pale baraza la michezo la taifa. Serikali iliona kwamba anaweza akamsaidia Wallace Karia na Wilfred Kidau kama katibu wa TFF na kamati hizo za TFF pale na bodi ya ligi, namna nzuri ya kuendesha mpira wa Tanzania, akiwemo Simba, akiwemo Yanga. Kwa mimi nitegemea kwamba wangeendelea Mheshimiwa Rais wetu kuna kitu anakiita alikileta kinaitwa Foara. Ndani ya Foara kulikuwa na kitu kinaitwa kama sikusema ridhiano. Kilikuwemo. Kitu ambacho angefanya Simba, Yanga na TFF na serikali ni maridhiano tu. Na kukubaliana, unaita kikao, mnajadiliana, way forward, tunaweza kufanya nini? Maisha yanaendelea ya mpira. Siku ile niliwaambia mimi waandishi wa habari, nikawaambia Karia na jopo lake ameshindwa kujua kwamba kuna mashabiki nikiwemo mimi ambaye pia nilienda hapo, yani tumepoteza fedha nyingi. Mimi nina banda umiza. Maana mimi maisha yangu ni ya banda umiza. Mimi natafuta hela bwana. Simba kicheza na Yanga, sisi wenye mabanda umiza tunapata hela. Nimekwenda kodi viti vya 200,000. Unavyoniona hapa mwenzenu, ili watoto wangu wapate kula. Mara anashtukia tu hivyo wameshaibuka, mechi imeahirishwa. Watu bado hawaamini wako kwenye banda umiza langu pale. Haiwezekani, mechi ipo. Paka leo mimi anayenidai viti nazima simu. Kila akipiga mimi nazima simu. Sasa yani Karia ameshindwa kujua kwamba kiuchumi ameharibia Watanzania wengi sana kiuchumi. Wakiwemo wa Simba wanaonitazama sasa, wakiwemo wa Yanga wanaonitazama sasa. Wako watu, wako Marekani, wako Uganda, wako Rwanda, wako Burundi, South Africa, walikuwa wanasubiri kuangalia hiyo mechi. Karia hajawahi kuzungumzia kuwaomba radhi mashabiki wa mpira, hajawahi. Yani angeweza kuomba radhi mashabiki wa Yanga na Simba, kwa sababu hata kama mimi hapa naongea ni Yanga, lakini maumivu niliyoyapata ndio hayo hata wa Simba aliyapata. Kwa sababu kwenye wafanyabiashara kama ni mabanda umiza, wa Yanga sisi tupo ambao tuna mabanda umiza, na wa Simba nao wako kwenye mabanda umiza. Wote tuliingia hasara. Lakini Karia na Mguto, bodi ya ligi, wanawadharau sana mashabiki wa mpira katika nchi hii. Kwa nini wasingeomba radhi kwamba tulifanya 1 2 3, wakaomba radhi mashabiki? Lakini Karia anakuja na kauli ya ajabu sana kutukejeli sisi Yanga. Baada ya kuzungumza kama kiongozi, unajua kiongozi unapokuwa kiongozi kwenye ngazi
ya kisiasa, kwenye ngazi ya kimpira, busara lazima ikuongoze. Unapokuwa kiongozi wa TFF, mpira ndio kila kitu katika nchi hii. Una mashabiki wengi sana kuliko kitu chochote. Unapokuwa Simba, unapokuwa Yanga, wewe ni kiongozi. Cha kwanza ujue kwamba wale wa Simba wana haki yao ya msingi, wa Yanga wana haki yao ya msingi. Unapotaka kufanya maamuzi, ni heri ukawaita watu wote, mkazungumza kama raia, kama Watanzania, kama wanamichezo, kama wadau wa mpira. Unawauliza watu wa Yanga na Simba, mnataka tufanye nini kwenye mchezo wa dabi? Simba wako hapa, Yanga wako hapa, ikiwezekana na serikali iko pale. Lakini Karia anakuja kuizungumza Yanga kana kwamba Yanga ndio wenye makosa makubwa. Ukifuatilia, wanaoharibu mpira wa nchi hii ni viongozi wa mpira wenyewe. Ni viongozi wa mpira wenyewe. Na kwa sababu ukienda pale TFF utakuta kuna watu wa Yanga, kwenye kamati hiyo hiyo ya ligi mashindano utakuta kuna watu wa Simba, TFF yenyewe uongozi wa juu utakuta kuna watu wa Yanga, TFF hiyo hiyo utakuta kuna watu wa Simba. Kwa hiyo wanapofanya maamuzi yao ya mchongo, wanaangalia maslahi ya Simba, yuko anaangalia maslahi ya Yanga. Hauwezi kuendesha mpira kwa staili hiyo. Na ikiingia wizara pia, wizara ya michezo, pale napo unakuta kuna maslahi ya Yanga, kuna maslahi ya Simba. Matokeo yake wizara inashindwa kufanya maamuzi ya msingi kwa maslahi ya mpira wa Tanzania kwa sababu atawaumiza watu wa Simba, anaogopa kuwaumiza watu wa Yanga. Hawezi kuendesha mpira kwa staili hiyo. Kiongozi inapofikia utoe maamuzi kama hayo maamuzi yanalenga kujenga, yanalenga kuleta maslahi ya mpira wetu kukua. Usiangalie wewe ni Yanga, wewe ni Simba. Fanya maamuzi bila kutazama kwamba wewe ni Yanga, wewe ni Simba. Tutaokoa mpira wetu. Lakini watu wanaleta maamuzi, yani utafikiri kwamba wanaamka tu nyumbani kwake huko, ameshakula maharage huko na ubwabwa, anakuja kutangaza vitu vya ajabu tu. Kwa hiyo mimi na declare interest, mimi ni Yanga, na naomba wana Yanga wenzangu wote Tanzania nzima tuungane kwa hili. Tuwaunge mkono viongozi wetu wa klabu ya Yanga, Engineer Hersi Said na ndugu yangu Arafat. Maamuzi walio pamoja na kamati na kamati ile ya Yanga ile, ndio tunaita kamati kuu, kamati ya utendaji ile ya Yanga. Tuunge mkono kamati ya utendaji ya Yanga, tumuunge mkono rais wetu Hersi Said, Arafat na mfadhili wetu GSM. Lazima tuwaunge mkono na tuwaombee kweli kweli. Hii vita hii sio vita ya Engineer Hersi, Arafat wala GSM, ni vita ya wanayanga wote. Hii sio vita ya kawaida, hii ni vita, hii ni kama ya Nduli Amini na Mwalimu Nyerere hii. Hii vita hii ya TFF na Yanga hii ni kama ya Nduli Amini na Nyerere. Na watu wa Yanga tusikubali kufanya mambo ya ajabu bwana. Sisi msimamo wetu ni kwamba hatupeleki timu. Na tunaomba serikali mtuelewe sisi watu wa Yanga.